Siku ya jana wekundu wa Msimbazi Simba wametakata kule Uswatini mabao 3 kwa mnyama. Yanawapeleka mguu mmoja kuelekea katika hatua ya makundi. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani dakika 90? Tuzizungumziaje? Mchezo mzuri kwa Simba. Unapata ushindi kama huo kwenye ardhi ya ugenini, goli 3, ruhusu goli. Performance kwa kiasi kikubwa inaonekana ni nzuri, tena kocha mpya ndio mechi yake ya kwanza ya kimashindano, lakini unaona idea ya mwalimu nini ambacho anajaribu kukifanya. Maelekezo kwa wachezaji, inaonekana wachezaji wameabeba vizuri sana. Pattern zile unazielewa, yani unaona muunganiko wa timu kutoka eneo moja kuja eneo jingine. Unaweza ukakaa hapa ukadiscuss kiufundi nini Simba anaweza akafanya. Ni kitu kikubwa sana hicho kwa Pantev. Kwenye build up unaona watu watatu, na ni Kamara anashuka katikati ya 2 center backs, wanakuwa watu watatu. Juu yao kuna watu wawili, jana alikuwa ni Ahua na Mutale. Then fullback na winger wana combine pembeni, Kapombe pamoja na Maema, upande wa pili Mligo na Mpanzu, striker mmoja juu. Kwa hiyo unaona hizo patterns zilivyokuwa clear, hadi unaweza ukakaa hapa ukaflow tu unaziona hivi zinatengenezeka uwanjani mara kwa mara. Ni kitu kikubwa sana kwa coach. Ndio. Mimi ni muumini wa mpira mzuri. Napenda kuona kocha anafanikiwa kuimplement kile ambacho anakifikiria. Nikiona hivyo huwa nafarijika sana. Kwa hiyo nimefarijika kwa kiasi kikubwa kuona idea ya Pantev imeingia kwa wachezaji wake kiasi kile. Nafikiri kuna maeneo ya kuboresha. Ndio. Ubunifu wa wachezaji ama kuwa productive zaidi kwenye kutengeneza zaidi nafasi. Inaonekana washambuliaji wa Simba wanapata tabu kupata huduma mara kwa mara, lakini credit, wanaweza kutumia mpira vizuri ya set play. Wamefunga kutokana na mpira wa kona, Nangu kafunga, na viungo wao wanaweza akachangia. Jana Kibu amechangia magoli 2. Ni positive hiyo unaichukua, lakini kuna sehemu ambayo unaona bado ya kuboresha kwenye eneo la mbele, inabidi wachukue hiyo waboreshe zaidi. Defensively jana kuna muda Nsingizini ni kama walikuwa wanafika na walikuwa wanaona labda kuna hitilafu sehemu, inabidi iwe bora zaidi bila mpira. Kwa wamecheza vizuri, wamepata ushindi mzuri, clean sheet. Lazima mashabiki wafurahi, lakini kama kocha atakuwa anajua, licha kwamba kuna positive nyingi hizo ambazo umeziongea, lakini kwenye kizuri chochote kuna room ya kuimprove zaidi. Kwa nafikiri wataendelea kuimprove zaidi, na inaeleweka kabisa. Yani haiwezekani kocha mechi yake ya kwanza ya kimashindano alafu kila kitu kiwe 100% kwenye ukamilifu. Lazima kutakuwa kuna room zaidi ya kuimprove, lakini ukipima tu kwamba ndo mechi yake ya kwanza ya kimashindano alafu umeona kile ni kikubwa sana. Kwa hiyo kinatoa imani kwamba huyu kocha akiendelea kukaa pale mambo yataendelea kuwa mazuri zaidi. Nini kibadilika ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya mwalimu Pantev dhidi ya mwalimu Fadlu Davids ambaye ameondoka? Hakuna kitu kilichobadilika, na watu wasibeze kazi nzuri ambayo umeifanya Fadlu. Mimi kila siku wanasema hapa, mimi nilikuwa shabiki mkubwa wa Fadlu Davids. Na hata hizi pattern ambazo nimezizungumza kwa Pantev zilikuwa zinaonekana pia kwa Fadlu. Tofauti ni muundo tu. Wakati wa Fadlu alikuwa anapenda kubaki na wachezaji wawili nyuma wa center back, then viungo wawili juu yake, kwa watu 4. Lakini Pantev ni kama anataka watu 3 nyuma, then juu kuwe kuna watu 2, watu 5. Na kule mbele hakuna tofauti sana. Unaona hata kwa Pantev anataka mafullback wake wa act kama winger, ni hivyo pia kwa Fadlu Davids. Fadlu alikuwa anataka viungo wake 3 wa juu wote wa squeeze ndani. Lakini kwa Pantev ni kama anataka kuwe kuna wale namba 10 wawili chini kidogo. Ndio maana jana Ahua pamoja na Mutale wanaonekana wapo chini, then Maema na Mpanzu ndio hapo. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo, lakini makocha wote ni wazuri, na hata kama watu wanaweza wakamkategori kama Fadlu kama hakufanikiwa sana, mimi siwezi kusema Fadlu kama amefeli. Simba msimu uliopita nafasi ya 2 kwenye ligi, finali Confederation Cup. Hapa katikati inawezekana kuna vitu havikwenda sawa baina yake na uongozi wa Simba, ndio umetokea vile, lakini ni miongoni mwa makocha bora kabisa kupita ndani ya Simba, na aliimarisha Simba kwa kadri ambavyo imewezekana. Yeye amefikia hapo, ni jukumu la Pantev kuendeleza zaidi. Kwa hiyo kusiwe na mijadala kwamba Fadlu alikuwa wapi, sijui no. Fadlu hakukwama, sema kwenye ujenzi wake yeye alifikisha pale, alafu amekuja huyu mwingine ambaye ataendelea kupush zaidi. Nasli, mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wanaamini kwamba msimu huu ni msimu wao bora, na msimu
wenye kurejesha heshima. Unaiona Simba ikienda kufanikiwa zaidi msimu huu? Sisi tuone, ndo kwanza kwenye ligi wamecheza mechi ngapi? Mechi 2. Kwenye CAF wamecheza mechi 3, sio? Gaborone 2 na ile 1. Kwa bado hakuna kipya sana ambacho naweza kusema kwamba sasa Simba imerudi. Huwezi kuupima msimu kwa mechi 5 hizi. Na hakuna kipya ambacho wamekifanya mpaka hivi sasa. Simba kwenda hatua ya group stage Champions League sio story mpya kwao. Robo finali sio story mpya kwao. Kushinda mechi 2 za ligi sio story mpya kwao. Kwao na wala huwezi kusema kwamba kuna kitu kipya sana kimejionyesha hapa katikati. Ambacho kimefanyika mpaka hivi sasa ni kwamba bado Simba hapo kwenye malengo yao. Na walikuwa utegemea eti baada ya mechi 5 tu Simba washaharibu, yani washatoka kwenye malengo yao yote. Haiwezekani. Kwa hiyo bado hapo kwenye malengo yao, waendelee kupush zaidi inavyowezekana, waendelee kuishi kwenye malengo yao kwa muda mrefu zaidi. Kama kuna kitu kitatokea, ubingwa wowote, sawa, manake katika hii misimu 4 ambayo Simba wametoka kwenye reli, si kwamba wamekosa ubingwa wa ligi tu, lakini hata ubingwa wa FA wamekuwa wanakosa. Kwa hiyo at least wapate taji lolote tangible ambalo linazungumzika rasmi, sio la bonanza. Kwa level ya Simba yani huwezi kusema eti bwana kimesha kwa hizi mechi hizi. Wapush zaidi. Yeah. Kiwango cha Elie Mpanzu Kibisawala katika mechi za hivi karibuni tangu msimu huu uanze, baadhi ya mashabiki wameanza kumzungumzia. Kana na struggle. Mpira ni mchezo wa wazi. Watu wanaona alivyokuwa anafanya msimu uliopita na msimu huu ni vitu vile tofauti. Msimu huu anaonekana sio productive kama alivyokuwa season iliyopita. Kuchangia magoli bado hakujawa kwenye wastani ambao unahitajika, lakini uzuri ni kwamba kila mtu anajua level ya Mpanzu. Akiwa kweli anamaanisha kucheza football, ni mchezaji wa level ya juu sana. Ngumu kukabiliana naye, technical ni mzuri. Hata anaweza pia kubeba maelekezo vizuri ya kiufundi, anaweza kuathiri mechi kwenye engo mbalimbali, anaweza kufunga na kuassist. Kwa hiyo ameanza kwenye gia ya chini, lakini kila mtu anajua uwezo wa Mpanzu. Kwa hiyo huwezi kusema ama kumkatia tamaa kwenye hizi mechi 3-4 zilizopita. Yeye kama mchezaji nafikiri atakuwa na jukumu la kujua kwamba nini ambacho alichoonyesha Simba msimu uliopita na nini ambacho mashabiki wanatarajia kutoka kwake. Na yeye mwenyewe anajua uwezo wake upo wa namna gani. Kwa hiyo ana jukumu la kuangalia haraka inavyowezekana arudi kwenye level yake. Hichi ambacho anakionyesha hivi sasa ni kama kipo chini yake kidogo, inabidi apush zaidi ya hapa. Kwa hiyo ni kibinadamu tu, ile mtu anakuwa anapitia siku 2, 3, 4, 5 sio nzuri, lakini ile class yake inajulikana. Ndio kwenye football kuna msemo huwa watu wanasema sana kwamba form is temporary but class is permanent. Kwa hiyo hichi anachokipitia hivi sasa ni form tu ambayo inawezekana ni temporary, lakini kila mtu anajua class yake. Yaani haiwezekani msimu uliopita ule nusu yote ile kwamba hiyo ni bahati mbaya. Kwa hiyo tunajua class yake, tunategemea siku moja atarudi kwenye hiyo level ambayo aliwahi kutuonyesha nusu ya msimu uliopita. Tuliweza jana kuona ndani ya dakika zile 90 za mnyama, kipindi cha pili kwa Simba kiliweza kuwa bora zaidi baada ya mwalimu Pantev kufanya mabadiliko. Kibu Denis anafunga mabao 2. Ni faida kwa mchezaji kiasi gani kuelekea katika msimu huu wote? Kibu nafikiri sio kipya kwake. Hata msimu uliopita kuna baadhi ya mechi kafunga, lakini ilikuwa na take time sana kumuona akifanya hivyo kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Kwa hiyo tunacho ama jukumu la Kibu ni kufanya hii kwenye muendelezo mzuri. Haitaki ku take time zaidi. Umefanya hivyo, inabidi ufanye hivyo karibuni inavyowezekana. Kwenye mechi za ndani ligi, kwenye mechi za FA na hadi kwenye mechi za Champions League huko. Ukishakuwa kwenye timu ambayo ipo kwenye karba ya Simba na wewe ni mchezaji wa eneo la mbele, kiungo mshambuliaji, unakuwa karibu na goli mara kwa mara, nafasi zinadondoka kwako mara kwa mara. Mara kwa mara unakuwa eneo la kuassist ama kufunga, inabidi uwe mfanisi kwenye hicho. Uwe productive, ufunge, uassist kwa kadri ambavyo inawezekana. Siku hizi timu zinategemea kuvuna magoli kila eneo la uwanja. Sio jukumu la mshambuliaji wa kati peke yake. Kwa hiyo inabidi awe productive. Kile ambacho amewaonyesha jana mashabiki wa Simba ndio kitu ambacho watu wanatarajia mara kwa mara kulingana na uwezo wake. Kwa hiyo ajitahidi sana awe na muendelezo mzuri wa kuchangia magoli kama alivyofanya jana. Haitaki ku take time sana kukaa bila ya kufunga na kuassist.
Kulikuwa kuna kelele mtaani kwamba Jonathan Soa wa Singida Black Stars sio Jonathan Soa wa Wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kufunga ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini bado makali yake bado hayajaonekana. Kuna watu, kuna mashabiki watakaozungumza, lakini kuna mtu ambaye labda ni kocha ama mtu ambaye unaangalia mpira kwa jicho lakini zaidi utakuwa unaweza kuelewa mambo yanavyoenda na nini ambacho kinataka kufanyika. Sio issue ya Jonathan Soa. Kwa mfano jana kacheza, katengenezewa nafasi ngapi? Hakuna hata chance moja alotengenezewa. Yeye ndo ambaye katengeneza kwa Kibu. Kwenye mechi za ligi kacheza, katengenezewa nafasi ngapi? Mshambuliaji hawezi kufunga bila kutengenezewa. Mchezaji yoyote inabidi apewe huduma ili awe kwenye hayo maeneo ya kufunga mara kwa mara, alafu ndio uanze kumtolea maelezo mengi. Nafikiri kama Simba wanataka kuvuna magoli mengi kwa Jonathan Soa, inabidi watengeneze mazingira mazuri ya kumtengenezea nafasi mara kwa mara. Jonathan Soa ni finisher mzuri sana. Hapa tutakuwa tunasema tu sio yule afungi, lakini kakosa nafasi ngapi? Wewe lini umemwona kapata nafasi kaipoteza? Nasli, katika eneo la kutengeneza nafasi katika kikosi cha Simba ni tabu. Of course inaonekana kuna changamoto kiasi fulani, na hususan kwenye opening play. Chances zinazotengenezwa ni chache sana. Magoli mengi yanatoka kwenye set play, ama itokee ile ability ya mchezaji mmoja mmoja, ama chance ambayo imetokea tu from nowhere. Lakini kwenye zile pattern maalum inakuwa ni ngumu. Amekuja kocha mpya, wachezaji ni wale wale. Itabidi tuone pia wachezaji wanaweza wakalifanya hilo kwenye level gani, wanaweza kumpa huduma mshambuliaji wao. Ndio hicho nilichokuwa nakwambia hapo mwisho kwamba unaweza kumsema Jonathan, lakini watu watuletee clip ambazo Jonathan anapoteza nafasi ama anapaza mipira mara kwa mara, ama kuna mipira inadondoka kwenye nafasi zake alafu yeye hayupo. Tutakuwa tuna mwanzo wa kumjadili. Lakini kama nafasi hatengenezewi na kama Simba hawaweki mipira kwenye njia, alafu tukasema Jonathan hawi kwenye tukio katika nyakati sahihi, hakuna namna ambavyo unaweza ukamlaumu. Inabidi kwanza atengenezewe nafasi, timu itengeneze nafasi, alafu hapo ndo tutakuwa tunapata sasa usema Jonathan hivi Jonathan. Mimi ingekuwa rahisi kusema watu kwamba finishing yake imekuwa ya kawaida, kama anapata nafasi alafu anapoteza, hapo ingekuwa rahisi kumsema, lakini atengenezewe nafasi. Kwa hiyo inabidi sasa kwa level ya kocha huko, inabidi kocha mwenyewe angalie kama anataka kuvuna kweli magoli kwa Jonathan. Lazima kuwe kuna communication nzuri baina ya viungo na mshambuliaji wao. Lazima mshambuliaji anapokea huduma ya mara kwa mara. Kwa hiyo ni hivyo kwa Jonathan. Tunaweza kusema Simba imerejea katika ubora wake? No, kwa mechi ngapi? Yaani mimi siwezi kufanya hitimisho kwa mechi 1, 2, 3. Inabidi uone hata kwa alivyocheza jana hapo. Wamecheza vizuri, lakini sio kwamba ni ndo kila kitu. Of course ni vizuri, lakini bado unaona kuna room ya kuimprove. Kwa hiyo kwa mashabiki wana haki ya kushangilia, lakini kwa kocha wao ana jukumu la kuendelea kuimprove ubora wa squad yake kiujumla. Kwa hiyo kwa level ya Simba utaki kufurahia kushinda mechi moja. Inabidi ulete taji kubwa, ligi kuu, FA. Hiyo ndo level ya Simba. Kuna timu ndogo ndogo ambazo zina haki ya kushangilia ushindi mdogo mdogo, lakini kwa level ya Simba mechi 1, 2, 3 hazitoshi. Inabidi wafanye zaidi ya hapo. Nasli, jana tuliweza kumuona mwalimu wa Wekundu wa Msimbazi Simba akisimama pale katika benchi la ufundi. Mwanzoni kulikuwa kuna maneno mengi alikuwa yanaendelea mtandaoni kwamba kocha hana vigezo hivyo. Jana ilikuwaje? Hiyo anajua watu wa Simba. Mimi siwezi kujadili vyeti, sijui ana vyeti, sijui anafanya hivi, sijui anamsimamisha. Hiyo anajua watu wa Simba. Na as long as hawavunji kanuni yoyote za CAF, FIFA ama shirikisho la kwetu hapa nyumbani, mimi sina shida na hilo. Na wala mimi sio mkaguzi wa sijui vyeti vya huyo na huyo, hapana. Siwezi kutolea maelezo yoyote juu ya vyeti vya watu. Mimi sio mhusika kwenye eneo hilo walolote lile. Sio mtunzi wa kanuni wala sio mtu ambaye ana jukumu la kusimamia kanuni. Namuona pale anasimama, basi manake Simba hawajavunja kanuni za CAF. Akija hapa ligi ya nyumbani akisimama pale, manake Simba hawajavunja kanuni za TFF na bodi ya ligi. Kwa mimi sio mtu wa kutolea maelezo masuala ya vyeti vya watu. Shukrani sana. Shukrani na wewe.